Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema uwezo wa Ukraine katika vita vya drones umebadilisha uhalisia wa vita dhidi ya Urusi, akidai kuwa Moscow haina tena eneo salama la nyuma la kimkakati. Akizungumza katika jukwaa la viwanda vya ulinzi la NATO, Zelensky amesema katika mwezi Juni pekee karibu wanajeshi 28,000 wa Urusi waliuawa, huku Ukraine ikiwa na uthibitisho wa video kwa tukio hilo. Amesema idadi kubwa ya mashambulizi hayo ilifanywa kwa kutumia drones. In June alone, nearly 28,000 Russian soldiers were eliminated, and we have video confirmation for every single one of them. The overwhelming majority were struck by drones. And frankly, we take no pride in this. We are saying it to show what modern war looks like. A war we did not start, but one we are forced to fight in order to defend our country, our people, our children. Zelensky amesisitiza kuwa Ukraine haijivunii vifo hivyo, lakini amesema takwimu hizo zinaonyesha namna vita vya kisasa vinavyoonekana kwa taifa ambalo halikuanzisha vita bali linalazimika kujilinda. Amesema Ukraine kwa sasa inakabiliana na mamia ya drones za mashambulizi kila siku na maelfu kila wiki na kila mwezi. Licha ya kuwa katikati ya vita kamili, amesema sekta ya ulinzi ya Ukraine inaendelea kujenga uwezo mpya. Zelensky pia amesema Ukraine imeendelea kuwa na kiwango kikubwa cha kudungua makombora ya cruise ya Urusi kutokana na mfumo wake wa ulinzi wa anga pamoja na msaada kutoka kwa washirika wa kimataifa. Amehoji kama ni sahihi kuiacha nje ya NATO nchi yenye uwezo mkubwa kiasi hicho wa kujilinda. Kwa mujibu wa Zelensky, Ukraine imeondoa kabisa wazo kwamba Urusi ina eneo la nyuma lisiloweza kufikiwa. Amesema kwa muda mrefu Urusi iliamini ukubwa wa ardhi yake ungeilinda dhidi ya mashambulizi kwenye viwanda vya kijeshi, vifaa na miundombinu muhimu ya vita, lakini drones za Ukraine sasa zimefika maeneo hayo. Ametolea mfano shambulizi la hivi karibuni la drones za Ukraine dhidi ya kiwanda cha mafuta cha Urusi huko Siberia, akisema hilo sio tukio la kipekee bali ni uhalisia mpya. Zelensky amesema Ukraine sasa ina uwezo mkubwa na wa kisasa zaidi duniani katika vita vya drones na iko tayari kushirikisha uwezo huo kwa washirika wake kupitia mpango wa drone deal. Amesema mpango huo hauhusu tu kununua drones bali pia uzalishaji wa pamoja, ulinzi wa miundombinu muhimu, ulinzi wa anga na ushirikiano wa kiusalama. We have completely eliminated the very idea of Russia having a strategic rear. And you know this country. And for a long time, Russia believed it had a territorial advantage. No one else possessed a deep rear where it could safely keep military production, military equipment, and everything its war depends on, believing no one could reach them. And we have reached them. Just yesterday, Ukrainian drones broke through Russia's defenses and struck a Russian oil refinery in Siberia. And this is not an exception. It's the new reality. And there is no major oil refinery left in Russia that has not been struck by Ukraine.